Makundi ya wazalendo na waasi wa M23 leo kila wamoja wanahitaji kudhibiti barabara yote ya taifa namba 2 inayounganisha mji wa Goma Kivu Kaskazini na Bukavu Kivu Kusini. Ni barabara muhimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo wazalendo ndio wanaoidhibiti kwa asilimia nyingi baada ya M23 kukamata Goma na Bukavu. Siku ya Jumatano tarehe 14 Mei, mapigano yalikuwa makali asubuhi katika vijiji vya Chofi na Kasheke tarafani Kalehe, ila pia katika vijiji vya Bamba na Mabingu tarafani Kabare mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa DR Congo. Baada ya kurudishwa nyuma na wazalendo siku ya Jumanne jioni, M23 ilijizatiti mara tena na kurejea kwa kasi asubuhi ya Jumatano. Vita vilianza siku ya Jumanne maeneo ya Kasheke na kwenye mlima wa Lemera tarafani Kalehe. Mchana mzima siku hiyo wazalendo walifanikiwa kuondoa M23 tangu sehemu inayoitwa Katasomwa hadi kwenye bandari ya Kasheke na Chofi. Kwa mujibu wa vyanzo vinavyoaminika, waasi wa M23 walipata msaada wa vikosi vingine toka Bukavu na Goma wakija na silaha nzito nzito. Ndipo mechi ikawa ngumu uwanjani na kupelekea wazalendo kuzidiwa nguvu siku hiyo ya jana. M23 katika tarafa la Walungu siku ya kuapishwa kwa viongozi wapya wa serikali ya mitahani walihutubia wananchi kuwa jeshi lao la M23 lina utaalamu wa kivita na litazidi kusonga mbele hadi katika mji wa Uvira. Kanali Sambimana ni mmoja wao aliyehutubia raia pa Walungu, anasema si wamejaribu hapa asubuhi, si wamejaribu, ndio muulize sai wako wapi? Wamekimbia tu, walikuwa iba mandizi huko, walikuwa iba mandizi. Nasema hivi, ndio Walungu oye, tuliwasiaga. Warundi walikuwa hapa mu territoire ya Kalehe, tuliwaponda vizuri. Waliwazia Kibitoki kimekuwa Kalehe ama sijue Bujumbura, tuliwapiga, walipata service yao. Mnanielewa? Ndio. Tuliwanyuka vizuri vizuri. Asante kwa Yesu. Mnanielewa? Sana. So, wakati population ya Bukavu iliona M23 ni jeshi bora, wana nguvu, iliandikia wale wa komanda wakasema mtusaidie. Mumeshindwa Nord Kivu kule, msikwe kupigania Bukavu. Mutoki. Population ya Bukavu ni wakushukuru, wao ndio walifukuza wale wajinga. Naba mpurusi wote wakaenda, saa imbwa zinagunja mukia Uvira. Wakaenda Uvira, mnanielewa? Walienda na tungali Kavumu. Ndio. Na hatuyapiga hata risasi moja. Bagakimbia. Tunaelewana? Ndio. Wakaenda zao. Wako Uvira. Mnasikia mambo yako Uvira? Ni wazalendo FARDC wanaanza pigana siku kwa siku. So hatutakubali population ya Uvira itese na mabale perdi. Mnanielewa? Ndio. Tutaendelea kukubali. Leo Uvira wanalia, wanasema M23 mko wapi? Tunateseka hapa. Muje mtosha hawa bandi. Ndio. Tutawatoa. Si ndio hivyo? Ndio. So, mimi nikuwa komanda brigade hapa, 242e brigade. Tutawatoa ndani. Mnanielewa? Ndio. Wale kwanza kwetu ni funza. Batu tumewanyanganya aeroporo ya Kavumu. Aeroporo ya Goma. Kwenye magro cargo ilikuwa inaleta minisio za ajabu. Maavio ya Kabambi ilileta vifaa ambavyo vinaleta boga, tulivishika. Sasa leo helikoptere buwili buko na shuka Nzibira, sijue Mwenga unaleta risasi. Na nyinyi tuulizane kweli. Ulikuwa na kupelekea risasi ya kuyala avio Kabambi. Umeshindwa. Leo risasi ya helikopteri itakamata tena Bukavu? Hapana. Risasi ya kubeba mkichwa tena itakamata Bukavu? Inawezekana? Inawezekana. Wakati hayo yakifanyika Walungu, wazalendo nao uzidisha vikosi bondeni mwa mto Ruzizi kuweka ukuta. Wiseman Amisi Apata Laurent anasogelea sana makundi ya wazalendo, anasema kamwe mji wa Uvira hauwezi kukamatwa na wahasi. Nikamuuliza kwa nini? Wazalendo wako na wapigme, nikwambie, walitoka Manyema, watu wa Manyema, watu wa Fizi, watu wa Uvira, watu wa Mwenga, watu wa Kabambare huko, wameshaingizana kule, na kiongozi ni mmoja tu, bwana William ya Kutumba, pamoja na bwana Makanaki, pamoja na bwana Rene, pamoja na ule kijana wetu, kuna jina ingine hapa na sababu mzee naye yuko pale, Alexi Mwamba naye yuko pale. Maneno wa vijana wetu wanapangana, na hata wale wa Bibaraka, wale wa wa M23, wale wenye huko katika jeshi letu la Congo FARDC, parce que il est connu de tout le monde que là le FARDC est infiltré. Nini kinafanya Uvira sianguke mikononi mwa M23? Jambo ni moja tu, effectif ya wazalendo iko wengi kutoka hapa paka
kutoka Uvira paka wapi, paka pale Luvungi. Effective iko wengi na kuambia kama siafu. Deuxièmement, kwa leo wana masilaha nyingi, wana vifao kabisa vya kutosha. De deux, mujeshi la FARDC muna wazalendo pia, muna watoto wa este wote nao wanakatala. Kama komanda secteur, komanda region, hawapendi na wawezi kuongwa, wamekataa kabisa kuongwa pesa. Na ndio pale wanasema no, ifutu gombo nchi yetu. Tuna imani kama wakielekezwa vizuri, kama vile chef d'etat major alikuwa hapa, aliacha mashauri mazuri. Nina imani kama wataendelea na vita na watagomboa hata Bukavu na Kamanyola itakuwa mikono yetu hapa usoni tu, na kuhakikisha hicho. Usiogope. Kwa ile mawazo ya kwamba wanaweza kamata Uvira ni ndoto ya mwenda wazimu. Hata Makanaki alisema vile. Wakati wote wa vita, raia wanateseka na kukimbia katika mikoa jirani, wengine nje ya nchi. Katika miji ya Kalehe, wengi walikimbia katika visanga vya Ishovu, Iyoka, hata katika eneo linaloitwa Kajuchu. Machumbe wa Machumbe Simeon ni kiongozi wa shirika la raia Chumvi ya Kongo, anasema Hatulali, tunapase nuit à la belle étoile, watu hawana manyumba, hakuna maji, watu ni wakimbizi, watoto wanapoteza wazazi, wabibi na wabwana wanapotezana, na hivyo tunahangaika sana huku kwetu. Na hiyo yote yenye inaonekana kwa sasa, agression au vita yenye inapitikana mu territoire ya Kale na huku Sud Kivu, ni toujours kupenda kukonquérir hizo territoire, na ukiona mara na mara ni vita yenye kunapitikana mweneo yenye kuna kumali mingi. Kwanza wanavizia kupora mali zetu, pia wanapenda wapate access zao za kurenforcer beaucoup plus matrupe zabo za bamilisi zenye ziko mwezo eneo. Hapo nikipenda kuongelea zaidi matrupe zingine za M23. Maoni yetu sisi kama vile shirika la kiraia, tunaomba serikali ifanye kazi yake, paske serikali iko pale kwa kudefendre integrite territoriale. Tunajua serikali iko pale kwa kuproteger raia na mali zake. Wananchi hawa wanatoa malalamiko yao. Sisi wananchi tuna dependre na hiyo hali za barabara, tunafanya biashara, tunatembea huko na huko, naona watoto hawasome, mambo hayaendi vizuri, biashara haviendi vizuri, matunzo. Sasa hiyo hali ya usalama, hatujue maisha inaenda wapi na inatoka wapi. Sasa sisi hatuelewe ni nini. Sasa hiyo inatutia kabisa katika utata na mateso mengi sana. Tunapendekeza serikali kamate wazifa wake kama vile serikali na iangalie gisi ya kuturudishia hali ya usalama. Tuna haki ya kuishi na amani. Ya pili, hao watu ambao wanakuja kuyumbisha usalama wajue ya kwamba Kongo ni ya Wakongomani na hata siku moja tutaacha adui kuja kuvamia nchi yetu. Watoto wa nchi wanajitolea kupigania nchi, lakini tuko naona utata kidogo, uzembe kidogo kwa upande wa serikali, sababu wale watu wanahitaji kupewa msaada ili wapigane na yule adui ambaye anakuja anasema uongo kama anakuja kutukomboa, lakini anakuja kututesa na kuchukua udongo wa mababu zetu. Wala vita ambavyo tunavyo havikuanza sasa. Sura nyingine wenzetu wa Nord Kivu walikamata kama vile ni vita vya ukombozi, na ni hivi vita vilifanya Emery Patrice Lumumba kufa, ni hivi vita vilifanya Mobutu kukufa wakati alikaribia kataa mkataba, hivi vita vilifanya President Laurent Desire Kabila naye kufa, ni hivi vita kama Joseph Kabila alivikwepa ngambo yetu. Sisi tunaomba wale mabeberu wa nchi za Ulaya watuachie nchi yetu. Tufahamishe kuwa Jumatano Mei 14, amiri jeshi mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jenerali Jules Mbanza aliwasili mjini Uvira, mkoa wa Kivu Kusini, na kuendesha kikao cha usalama na wakuu wa jeshi na viongozi mbalimbali wa vitengo tofauti vya wananchi. Waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia ndani